Jambo ni moja, kila mtume amekuja kulingania kwamba hakuna Mungu anayepasa kuabudiwa kwa haki ila yeye Mwenyezi Mungu aliye mmoja. Kila mtume kaja na utaratibu wa kumpwekesha Mungu, sio kumshirikisha Mungu. Kila mtume aliyekuja amekuja na utaratibu huo. Kwa hiyo wao kaumu Nuhi kumkadhibisha Nabiullahi Nuhu ndio wamewakadhibisha na mitume wengine, kwa sababu lililowaleta jambo moja, wote ni jambo la sawa sawa tu, kila mmoja kaja na jambo la tauhidi. Ndio maana ikaja jamu hapo, hali ya kuwa aliyezungumzwa ni Nabiullahi Nuhu peke yake, na wanaosemwa ni kaumu ya Nuhu. Anasema kwamba au li annahu lituli lubthihi fihim kaannahu rusulun. Anasema au ni kwamba yeye Nabiullahi Nuhu kwa ule urefu wa kukaa kwake na wao, ameishi nao muda mrefu, pasikana kwamba yeye ni mitume wengi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Nabiullahi Nuhu ile dawa tu kwa watu wake ni miaka 950, yani miaka 1000 kasoro miaka 50, kapelekwa kwa watu kaumu yake kwenda kuwalingania. Amewalingania kwa kiasi cha miaka 950, yani 1000 hiyo kasoro miaka 50 tu. Sasa hii kukaa sana na watu wake anawalingania, imeonekana kama mitume mingi. Maana hapo katikati pangekuwa na mitume mingi ambayo ingekuja, lakini alikuwa ni yeye peke yake ndio mtume ambaye alikuwa akiwalingania kwa kiasi cha miaka yoyote. Ndio maana ikaja jamu hapa, kadhabat qaumu nuhin mursalin, wamekadhibisha watu wa Nuhu au kaumu ya Nuhu kwa kadhibisha mitume. Kwa maana hizo mbili, kwa maana ya kwamba inaonekana kama wamewakadhibisha wote, kwa sababu kazi ya mitume yote ni moja, ya kufundisha, kuelimisha, kupeleka dawa kwa watu kwamba hapana Mungu anayepasa kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio tauhidi, na kila mtume amekuja hivyo. Kwa hiyo ni urongo tu wa kwamba mtume fulani amekuja kawa tena kuna miungu masanamu, kuna miungu hivi. Hakuna, wala hakuna kugawanyika kwa miungu kwamba kuna Mungu gani, kuna Mungu gani. Hakuna masala hayo. Kuna Mungu wa mvua, kuna Mungu wa nini, kuna Mungu wa kufungua mwaka, kuna Mungu wa mavuno, kuna Mungu wa vyeo. Au miungu hiyo yote ya kazi gani miungu hiyo? Walau kana fihima aliha la fasadata. Mwenyezi Mungu anasema namna hiyo, lau katika mbingu na ardhi kungekuwa na miungu mingi zaidi ya Mungu mmoja, ingeharibika mbingu na ingeharibika ardhi, zote zingeharibika. Maana ingekuwa hiyo miungu inapingana, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi. Nilipata kusikia mhadhiri mmoja alikuwa anatufanyia tuhadhiri, anasema alikwenda Kongo yeye, kufika kule akaenda akakuta jamaa mmoja ajiita nabii na mwingine asema hata mimi Mungu hasa. Wewe nabii sawa, lakini mimi Mungu. Sasa vituo vya habari vikawa vinamuuliza, bwana wewe ni mtume wa vipi wewe? Mungu wako ndio huyo? Ambaka mimi sio Mungu wangu huyo. Yule naye asema mimi nitakuwa na mtume kama yule mjinga. Sasa miungu ikiwa mingi, Mungu anasema lau katika mbingu na ardhi kungekuwa na miungu mingi, basi ingeharibika ardhi, ingeharibika mbingu, kwa sababu ingekuwa napingana. Mvua iende ikanyeshe Mkuranga, asema mimi sitaki Mkuranga iende mvua bwana, mimi naona mvua ingekwenda Mwanza. Wangekuwa nabishana, ungekuwa na ikhtilafu katikati yao. Lakini hakuna miungu mingi baina ya mbingu na ardhi, hakuna miungu mingi. Mungu ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Sasa mitume yote kuanzia Adam mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wao wamekuja kulingania tauhidi. Na tauhidi maana yake nini? Ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumtakasha, kuwafundisha watu kwamba hakuna Mungu anayepasa kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si kwa uungu, si kwa sifa, si kwa chochote. Mwenyezi Mungu ameepukana na hayo, utukufu mkubwa. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.